Vikosi vya Urusi hivi karibuni vimeongeza mashambulizi yake katika majimbo matatu huko nchini Ukraine, ikiwemo Donetsk, Zaporizhzhia na huko Kherson. Msemaji wa jeshi la ulinzi la kusini mwa Ukraine anayefahamika kama Vladislav Voloshyny ameweza kuyasema hayo saa chache wakati wa simu ya serikali ya Ukraine. Kauli hiyo inafuatia tangazo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kusitisha mapigano ya siku 3 katika vita dhidi ya Ukraine ili kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia barani Ulaya, Mei 8 hadi Mei 11 mwaka huu. Vikosi vya Urusi vimezidisha msukumo wake kuelekea Novopavlivka, kijiji katika jimbo la Dnipropetrovsk ambalo linapakana na jimbo la Donetsk. Hii ni kulingana na Voloshyny, ambapo aliongeza kuwa wakifanya mapigano 23 katika siku iliyopita katika eneo hilo. Mapigano makali yanaendelea huko na adui anakimbilia mpaka wa Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia na huko Donetsk, Voloshyny alisema hivyo. Ingawa jimbo la Donetsk limekuwa kitovu cha uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine tangu mwaka 2014, kukiwa na ongezeko kubwa baada ya uvamizi kamili wa mwaka 2022, majeshi ya Urusi bado hayajaingia katika oblasti ya huko Dnipropetrovsk. Umbali kati ya Novopavlivka na kijiji cha Kotylyarvinka katika mkoa wa Donetsk, ambapo mapigano yanaendelea kati ya askari wa Urusi na Ukraine, ni karibu kilomita 12, zikiwa ni sawa na maili takribani 8. Voloshyny aliongeza kuwa hali ni ya msukosuko katika mwelekeo wa Orkivu katika mkoa wa Zaporizhzhia karibu na makazi ya huko Mali Shichabak, Lobikovi na Sitepovo. Adui yani Urusi anajaribu kuvunja kupitia mstari wa mawasiliano huko kufikia daraja na kukamata, ambayo si mbali na Zaporizhzhia. Kutoka huko wao yani wanajeshi wa Urusi wanaweza kutumia moto kwenye njia zetu za vifaa ambazo huenda kutoka Zaporizhzhia hadi mashariki mwa Zaporizhzhia na kwa mashambulizi ya Zaporizhzhia yenyewe na vitongoji vyake, Voloshyny alinukuliwa hivyo. Kulingana na msemaji huyo, amesema hali pia imezorota katika sekta ya Kherson ya mstari wa mbele wa kivita, ambapo wanajeshi wa Urusi wamefanya majaribio ya mara kwa mara kuteka visiwa kwenye mto Dnipro. Ingawa vikosi vya Ukraine vilizama boti nyingi ya Urusi au vilitumia boti nyingi za Urusi, baadhi ya wanajeshi wa Moscow walifanikiwa pia kutua kwenye visiwa hivyo. Askari wa Urusi hawawezi kuhamishwa kutoka huko na amri yao inadondosha risasi, maji na chakula kutoka kwa ndege zisizo na rubani. Wanakaa huko kwa siku kadhaa na kuna matukio ambapo hata wanajisalimisha kwa vikosi vya Ukraine, Voloshyny alisema hivyo. Wakati yakijiri hayo, pia imeripotiwa ya kwamba Urusi tangu kuanza kwa mzozo imepoteza zaidi ya wanajeshi 104,000, ambako chombo huru cha habari cha Urusi Mediazona kwa ushirikiano na huduma ya BBC ya Urusi kimethibitisha utambulisho wa wanajeshi wa Urusi takribani 104,763 waliouawa huko nchini Ukraine, ambako ripoti ya hivi punde zaidi ya Mediazona inahusu kipindi cha Februari 24 mwaka 2022 hadi mwezi wa 4 tarehe 24 mwaka huu 2025, tangu iliposasishwa mara ya mwisho katikati ya mwezi wa 4. Wanajeshi 2880 zaidi wamethibitishwa kuuawa kutoka mstari wa mbele wa kivita. Orodha ya wanajeshi wa Urusi walioaga dunia imekusanywa kutoka kwa vyanzo vilivyothibitishwa vinavyopatikana hadharani, ikiwa ni pamoja na machapisho ya mtandaoni, ripoti za habari pia za ndani na matangazo rasmi kutoka kwa mamlaka za eneo. Hata hivyo, kwa vile serikali ya Urusi haifichui hadharani habari za majeruhi, waandishi wa habari pia wanaona kuwa idadi ya walioaga dunia huenda ikawa ni kubwa zaidi, pia hata waliojeruhiwa kuliko ilivyoripotiwa. Idadi ya vifo iliyothibitishwa sasa inajumuisha watu wa kujitolea 25,900,
wafungwa 16,500 walioajiriwa na wanajeshi 11,900 waliohamishwa kulingana na vyombo vya habari. Zaidi pia vimeongeza maafisa takribani 4,900 wamethibitishwa kuuawa katika mstari wa mbele wa kivita. Chombo cha habari kilitoa orodha kamili ya waliotajwa hadharani kwa mara ya kwanza mnamo mwezi Februari kuadhimisha mwaka wa 3 wa uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine. Tarehe 24 mwezi wa pili, vyombo huru vya habari vya Urusi, Meduza na Mediazona zilikadiria katika ripoti ya kwamba ni takribani wanajeshi 165,000 wa Urusi wameuawa tangu kuzinduliwa kwa uvamizi kamili nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na karibu 100,000 mwaka 2024. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alidai Februari 15 ya kwamba Moscow ilikuwa imepoteza takribani wanajeshi 250,000 huku 20,000 wakiuawa katika vita vya jimbo la Kursk huko nchini Urusi peke yake. Urusi imepata pia mafanikio makubwa mashariki mwa Ukraine na huko Kursk katika miezi ya hivi karibuni, lakini kwa gharama ya hasara kubwa pamoja na upotevu wa vifaa katika maeneo hayo. Tarehe 29, msemaji wa jeshi la ulinzi la kusini mwa Ukraine Vladislav Voloshyny alikumbusha kuwa hivi karibuni vikosi vya Urusi vimeimarisha operation za mashambulizi katika majimbo matatu huko nchini Ukraine, akimaanisha Donetsk, Zaporizhia na huko Kherson. Katika mahojiano na NBC yaliyochapishwa Februari 16, Zelensky alisema ni zaidi ya wanajeshi 46,000 pekee wa Ukraine waliouawa na 380,000 kujeruhiwa kwenye uwanja wa vita dhidi ya Moscow. Kufikia Machi 28, Urusi ilipoteza jumla ya wanajeshi 950,860 tangu uvamizi kamili uanze. Mkuu wa wafanyakazi wa Ukraine aliweza kuripoti hivyo. Makadirio hayo ambayo yanawiana kwa mapana na makadirio yaliyotolewa na mashirika ya kijasusi ya Magharibi huenda yakajumuisha waliouawa, waliotekwa, waliojeruhiwa na kupotea. Mwisho wa taarifa hii pia nakukumbusha kwamba taarifa zingine zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi ambayo nimekuwa nikikufahamisha kutoka Urusi na Ukraine, na pia umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na kukumbusha kwamba pia taarifa hizi na matukio ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita unaweza ukashuhudia moja kwa moja kabisa kutoka mstari wa mbele wa kivita kupitia grupu letu la WhatsApp. Unaweza ukajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2,500 peke yake kwa nambari ya Tigo Pesa kwa zamani, kwa sasa ikifahamika kama Mixx by Yasi, ambayo ni 0679619650, yani 0679619650. Hivyo basi na ukaribisha sana ujiunge nasi kwenye grupu letu la WhatsApp kushuhudia operesheni za kijeshi moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita.